Karibu kwenye chaneli hii ya SS System uweze kwenda pamoja nami, uweze kupata maarifa. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment kwa taarifa zaidi pamoja na support. Leo naelekeza namna ya kutenganisha majina yaliyo kwenye column moja. Mfano hapa na orodha fupi ya majina yaliyoandikwa kwenye column moja. Sasa kama ni majina ya wanafunzi au ya watu fulani, unahitaji kuyatenganisha kwa kutumia programu hii, unaweza ukafanya mambo yafuatayo. Sehemu hii iliyoandikwa jina la kwanza, sehemu hii hapa litatokea jina la kwanza, lakini sehemu hii ya pili hapa litatokea jina la pili. Kwa nitaandika hapo jina la pili, na column hii inayofuata jina la tatu. Baada ya hapo kinachofuata nitaenda kuweka borders ili kazi yangu iweze kuwa na muonekano mzuri. Nitabonyeza hapo, nitaweka kivuli sehemu zote ninazotaka borders zitokee. Baada ya hapo nitabonyeza tools. Hapo nitaenda kuchagua kisanduku hiki sehemu iliyoandikwa border. Upande wako wa kushoto katikati kuna hiki kibox chenye mistari sehemu zote. Nikibonyeza hapo tayari ninakuwa nimeweka borders. Hatua inayofuata ni kwenda kutenganisha majina haya. Unapoenda kutenganisha majina haya, usisahau kusubscribe channel hii, kulike, comment na kushare kwa ndugu jamaa na marafiki ili kupata maarifa na ujuzi mbalimbali wa teknolojia. Basi nitabonyeza kwenye jina nililoliandika la kwanza, nitaweka kivuli. Nitabonyeza kibox kilichoko upande wa kulia, nitavuta mpaka jina la mwisho. Baada ya hapo kinachofuata ni kwenda kutenganisha. Nitabonyeza tools hapa upande wa kushoto kwa chini. Baada ya kubonyeza tools, nitaenda kwenye hii bar hapa, kuna home, file, view, insert. Nitaenda moja kwa moja kwenye data. Hapa kumbuka kwamba tunajifunza namna kutenganisha majina kwenye column kwa kutumia simu, smartphone au simu janja pamoja na kishkwambi, yaani tablet. Ukishabonyeza data, utashuka chini, utaona neno limeandikwa text to columns. Text to columns, utabonyeza hapo. Baada ya kubonyeza hapo, yatakuja maelezo haya. Sasa hapa utaangalia kwamba majina haya unatenganisha kwa kutumia nini. Majina haya tukiangalia yameandikwa yametenganishwa kwa kutumia nafasi. Kwa hiyo sisi tutachagua space. Ingekuwa yametenganishwa kwa kutumia koma, tungebonyeza koma, lakini yametumia nafasi. Kwa hiyo utabonyeza space. Baada ya kubonyeza space, tayari utakuwa umeweza kutenganisha majina yako kuwa katika column zaidi ya moja. Usisahau kusubscribe. Text to column succeed. Maana yake hapa tayari majina yameenda kwenye column 3 kama inavyoonekana hapo kulingana na idadi ya majina yaliyokuwa yameandikwa kwenye column moja. Kwa hiyo unaweza ukafanya hivi na ukarahisisha kazi yako kwa haraka. Haya ndio mambo ya teknolojia. Karibu kwenye darasa hili. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare channel hii ya SS System kwa taarifa zaidi, kujifunza mambo mbalimbali, kuongeza ujuzi wa maarifa na teknolojia. Karibuni sana kwenye channel hii. Baada ya hapo unaweza ukasave kazi yako, ukahifadhi kazi yako. Upande wa juu kushoto kuna sehemu imeandikwa done. Kuna kibox hiki. Kibox hiki kazi yake kubwa ni kusave au kuhifadhi kazi yako. Kwa hiyo ukibonyeza hapo tayari utakuwa umehifadhi
kazi yako. Asante na karibu sana. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare channel hii kwa ajili ya sapoti na kupata ujuzi na maarifa pamoja na mambo yanayohusu teknolojia. Asante.